Ndugu zangu wananchi na waandishi wa habari kwa ujumla, hapa nyuma yangu ni sample ya basi ambalo limevunjwa vioo, lilitaka kuchomwa, lakini ikiwa ni muendelezo pia wa mabasi mengine ya UDART ambayo pia yalichomwa. Na kwa sasa serikali inaendelea na tathmini kuhusiana na kiwango hicho cha uharibifu wa miundombinu ya serikali, miundombinu ya watu binafsi, lakini pamoja pia na wale wengine ambao wamepata madhara katika maisha na katika mambo mengineyo. Kwa hiyo jambo la muhimu ni wasihi tuendelee kuwa na utulivu, ni wasihi tuendelee kujenga upendo, lakini wasihi sana pia tuendelee kuwa wamoja. Na ni wasihi pia kwamba migogoro ya namna hii tusiangalie katika jicho la kawaida. Tunaweza tukagombana mimi na wewe ndani ya taifa letu, lakini akawepo adui mkubwa wa maendeleo yetu anayetuchungulia sisi tukiwa tunalumbana na akapita katikati yetu. Mwisho wa siku migogoro ya namna hii ikaligawa taifa, ikapasua taifa, ikazorotesha maendeleo, na sote tukarudi tena katika nchi ambayo amani itabaki kuwa historia. Kwa niendelee kuwaomba sana Watanzania wa Dar es Salaam kwamba sisi tumebeba dhamana ya maisha mengi sana ya Watanzania wenzetu. Tumebeba dhamana na maisha ya watu wengineo ambao wanategemea Dar es Salaam katika maisha yao. Sambamba na hili, tarehe 29 ya mwezi wa 10 uchaguzi ulikwisha. Na kama uchaguzi ulikwisha, ni wajibu sasa sote tuweke hasira zetu kando, tujenge taifa letu. Mkiangalia mabasi haya, leo tuko kwenye hii barabara ya Mbagala, lakini kuna barabara ya BRT1, hii ni BRT2. Barabara ya BRT1 inayotoka Gerezani na kwenda mpaka kule Kimara. Vituo vingi vya mwendo kasi vimeharibiwa. Lakini pia na barabara hii nayo vituo navyo vingi pia vimeharibiwa. Lakini nimeona namna ambavyo Watanzania wa Mbagala wanataabika kwa sasa. Na sisi kama wazazi, uweza hata siku moja ukasema sasa sirudishi tena miundombinu kwa sababu ya hiki kilichotokea. Nimekwisha elekeza hakuna shule hata moja iliyoharibiwa ambayo itafungwa kwa sababu ya uharibifu huo. Pesa hiyo ya serikali inaendelea na ukarabati wa shule, ukarabati wa vituo vya afya na ukarabati wa miundombinu mingine ambayo inaweza kuwa ilipata madhara. Lakini sababu na hilo, tumemsikia mkuu wa wilaya ya Temeke anaomba kwamba usafiri huu urudi barabarani. Na sisi tulipaki hapa, na ni washukuru sana vyombo vya dola, jeshi la polisi, jeshi la wananchi Tanzania. Mabasi kama haya mnayoyaona, yote haya unayoyaona hapa, kama tungezembea mabasi haya yote yangeweza kuchoma moto. Lakini pengine leo yangekuwa ni majuto ya kile ambacho tumekushakifanya. Kwa hiyo ni shukrani zangu za pekee sana kwa namna miundombinu hii ilivyolindwa. Sasa kwa kuwa maombi ya mkuu wa wilaya, na yeye ndiye anayekaa hapa panaona wananchi wake wanavyotaabika. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 11 2025, na waelekeza DART, na waelekeza UDART, na waelekeza TANESCO, taasisi zote za serikali zinazohusika kwa pamoja chini ya katibu tawala wa mkoa ndugu yangu Muhinte, wahakikishe tarehe 20 ya mwezi wa 11 2025 Alhamisi saa 2 asubuhi au hata kabla, mabasi yote yanaingia kwenye barabara kubeba wasafiri kwa hii barabara ya Mbagala kuelekea mjini. Lakini ile barabara inayotoka Mwenge, ile inayotoka Gerezani kwenda mpaka Kimara. Crown Media. Hapa ni nyumbani.